ya leo, ili tunaposogeza sifa za miredo tukapate kibali, tukapate kibali, tukapate kibali. Jioni ya leo Bwana, tukapate kibali, tukapate kibali katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ututakase Bwana, ututakase Bwana, ututakase Bwana, ututakase Bwana, ututakase Bwana, ututakase Bwana. Damu yako iliyomwagika pale msalabani, iliyomwagika pale msalabani, hiyo damu ikatutakase, 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 hiyo damu ikatutakase. Jioni ya leo Bwana, basi tunakwenda kumsifu Mungu. Tutaimba tenzi wamwendea Yesu kwa kusafiwa.
asifiwe. Angalia jirani yako, alafu usimwambie chochote. Bwana asifiwe. Ana muonekano gani kwenye uso wake? Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa sababu yenu kwa kufika hapa. Lengo ni moja tu. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, jirani, lengo ni moja tu. Yesu atukuzwe. Full stop.
mambo ambayo namwambia Bwana Yesu asifiwe hataki. Kwa mtu ambaye au nikwambie usifiwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Look at your neighbor. Mwambie jirani, ishi wewe bora. Mwambie jirani, kuwa makini. Wewe ni Bwana. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ya neema na kibali ambacho ametupa. Na natambua uwepo wako mahali hapa. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Uliyeka hapa, wewe ni mtu mkubwa sana. Tena wa viwango vya juu visivyo vya kawaida. Unexplainable, unstoppable, holy power. Na hiyo nguvu ambayo imekutoa nyumbani ikakuleta hapa na uwezo wa kusaidia kwenye lile jambo ambalo ulikuwa unajua ni gumu sana, likatolewa kwenye maisha yako, alafu Mungu akakuingizia njia nzuri na rahisi sana ya kusaidia ufikie pale ambapo unaenda. Bwana asifiwe sana. Kabla sijaendelea sana, nataka nikuulize kitu kimoja. Kuna tarehe fulani sikumbuki ilikuwa tarehe ngapi, ila siku ambapo najisikia ndani yangu kwamba natakiwa niandae ibada inayohusu Roho Mtakatifu. Nikawa najiuliza nitaiweka wekaje? Bwana asifiwe sana. Kwamba hiyo ibada itakuwa kwaje? Ila natakiwa niandae ibada ambayo inahusu Roho Mtakatifu. Na kikizaliwa kitu kupitia Roho Mtakatifu akijayo kuzima. Bwana asifiwe sana. Yaani akijayo kuzima. Mara nyingi sana ukiona, mara nyingi kwa 99%, ukiona jambo lolote ambalo linahusiana na habari ya Roho Mtakatifu ni kitu ambacho kipo kwa mfumo wa moto fulani hivi, ishara ya moto fulani hivi. Watu ambao tunakubaliana nao. Anasifiwe. Yaani wewe niwaambie kitu, ukisikia kitu chochote ambacho kinahusiana na Roho Mtakatifu, ukiangalia icon yake ipo kwenye mfumo wa moto fulani. Ulishajiuliza ni kwa nini hiyo inakuwa kwenye mfumo wa moto fulani hivi? Au kwa nini Roho Mtakatifu na kwenye mfumo wa moto fulani hivi? Okay. Sawa. Niliposikia huo msukumo, nikawa najiuliza, siku moja nilimwambia rafiki yangu mmoja kwamba hebu tenga siku fulani alafu tufanye jambo fulani kwa sababu ya ibada ambayo inakuja mbele, ila haijulikani itaandaliwa tarehe ngapi. Bwana asifiwe. Ilikuwa mwezi wa pili. Basi tukafanya ile jambo. Baadaye ndipo nikasikia kwamba ibada inatakiwa iwe ya moto wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na bali kuulize tu ule hapa ambao umechukua nafasi yako nzuri kabisa umekaa. You need something. Si ndio? Nani ambaye anamwamini Roho Mtakatifu? Ni nani ambaye anamwamini Roho Mtakatifu? Amen. Mungu akubariki sana. Roho Mtakatifu maana yake kutokana na maandiko matakatifu nasema hivi, ni sehemu ya Utatu Mtakatifu. Sehemu ya Utatu Mtakatifu katika Kristo au katika Yesu. You know what? Katika Utatu Mtakatifu kuna vitu vingapi? Cha kwanza kwa Mwana Mtakatifu. Huyu si mwana.
Bwana asifiwe sana. Okay, tunadili na pati moja ambao ni la roho, si ndio? Sasa roho, spirit, kazi yake ni kuhakikisha kwamba kinafanyika. Maana roho ina uwezo wa kukaa ndani yako ikakufanya kitu, ikakusababisha ukafanya jambo ambalo ulikuwa unataka. Kwenye Warumi 8:14 Paulo alifundisha kitu moja, anasema kwamba wanaoongozwa na roho wa nani? Nilikuwa nawafundisha watu juzi hapo, wala ambao mlikuwa pale mnaelewa hiyo kitu. Wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa ujiulize kitu kimoja, hivi kama yupo roho wa Mungu, maana yake kingechukua nafasi, ile nafasi ingechukuliwa, tuchukue pale sehemu ya roho tuweke kitu kingine. Bwana asifiwe. Maana yake kitaingia kitu kingine. Sasa kama ile roho imesimama pale, maana yake ni kiwakilishi kutoka mbinguni ya kwamba hapa kuna kitu ambacho kinastahili kifanyike kupitia huyo roho ambaye amewekwa pale. Mungu akushindwa kuishia Mungu Baba na Mungu Mwana. No, alioni vizuri sana na ni sahihi sana ngapi? Vitatu. Kwa sababu utatu ukiwa mara tatu au utakatifu ukiwa mara tatu, kuna uwezekano wa mambo kutimia. Bwana asifiwe sana. Now, Holy Spirit have a power in your life. Is it true? Ila kinachotusababisha moto ule usiishi ndani yetu ni jambo moja tu, kutokumtii yule ambaye anakuongoza. Bwana asifiwe. Hivyo hivi, kama umekwama mahali alafu Mungu akasema kwamba huyu mtu anahitaji msaada, wa kwanza kumtuma ni Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu asipokuwa na wewe hauwezi kaenda popote kimungu. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe watumishi wa Mungu. Kama usipoongozwa na Roho Mtakatifu hauwezi ukafanya jambo lolote ambalo linampendeza Mungu. Listen to me carefully. Wanaotambua wanamwamini Mungu, wanamwamini pia Roho Mtakatifu. Kwa yule ambaye mwamini Roho Mtakatifu hawezi akamwamini Mungu, kwa sababu vyote vipo kwenye Utatu Mtakatifu. Kama asipomwamini Roho Mtakatifu hawezi kumpokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Never ever. Atatamka nje ila ndani hamna kitu. Kwa nini? Kwa sababu ndani anatakiwa awepo Roho Mtakatifu, ndiye ambaye ni msaada wa pekee. Okay, maana yule Roho Mtakatifu akishaka ndani yako ana contain fire. Bwana asifiwe. Mwambie rafiki yako, jirani, Roho Mtakatifu anachukua moto. Anachukua moto. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, mambo yote yanaenda sawa. Mambo yote yanaenda sawa. Sasa nimwambie mtu wa Mungu, kama ulishawahi kumuona mtu ambaye amejawa na Roho Mtakatifu, ana uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu yakatimizwa mahali. Ukimwangalia mtu ambaye hajawahi kujawa na Roho Mtakatifu na hayupo ndani yake, hawezi kufanya mapenzi ya Mungu yakatimizwa mahali. Mapenzi ya Mungu ni kwamba kila anachokitaka yeye kifanyike. Maana nisipofanya ambacho nakitaka, ana uwezo wa kuniadhibu, si ndio? Tuelewane hapa vizuri. Hivi ikiwa wewe ni mzazi ukamwambia mtoto fanya jambo fulani, asipolifanya nini ambacho kinatokea? Viboko. Si ndio hivyo? Si ndio? Ni viboko. Kama kichapo manake anarudi anaenda kufanya, si ndio? But too late. Okay, kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu. Namba moja ni msaidizi au mfariji. Tasoma Warumi 8:14 itakusaidia.
msaidizi au mfariji. Warumi 8:14 utaisoma, itakusaidia. Namba 2, mwalimu mkuu. Ni mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu, tasoma Yohana 14:26 itakusaidia. Kwa nini mwalimu mkuu? Kwa sababu Roho Mtakatifu anakufundisha kitu cha kufanya kwa majira, nyakati na muda husika. Roho Mtakatifu, namba 4, Roho Mtakatifu ni kiongozi wa maisha. Kiongozi wa maisha. Kiongozi wa maisha. Kwa nini? Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, atakufundisha wewe kutofautisha jambo jema ni lipi, kutofautisha jambo baya ni lipi. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, atakupa maelekezo ni nani ambaye unastahili ukae naye kama kampani ya maisha yako, na ni nani ambaye anatakiwa umuombee ili atoke kwenye changamoto na kwenye shida inayomsumbua. Roho Mtakatifu atakupa maelekezo ni nani ambaye anastahili kusimama mbele yako kama destiny helper. Apart from that, utakuwa unadokoa sana, alafu uone popote. Mwisho wa siku unaishia kukata tamaa ya maisha. Bwana, nikukumbushe kitu kimoja. Usitumikie karama wala usitumikie kipawa. Nisikilize vizuri. Usitumikie karama wala kipawa. Tumikie Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Never ever usitumikie karama wala kipawa. Tumikie Mungu, alafu inatosha. You know what? Ukimtumikia Mungu, anazidi kukuongezea neema. Kinachofanya kazi ndani yako sio karama wala kipawa. Kinachofanya kazi ndani yako ni neema ulionayo. Ile neema ndio ambayo inafanya kazi. Ile neema ikifanya kazi, maana yake Roho Mtakatifu anakuwa ndani ya ile neema. Kwa neema ikubeba, mambo yameshaisha. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sio kama unanielewa mtumishi wa Mungu. Ni nani ambaye ana haja na Roho Mtakatifu? Anatamani uweke tu mkono wako tumboni, kama ni kifuani weka, alafu uimbe wimbo kwa utulivu mzuri kabisa. Ni chaguo lako kukaa au kusimama, ni wewe tu. Mimi sijakwambia ufanye chochote. Sipokuwa weka mkono wako tumboni na mmoja kifuani, alafu imba na mimi wimbo vizuri kabisa. Nitabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema sana ni dawa yake njema. Ni
uliye mwaminifu, njoo kwangu kwa unyenyekevu, njoo kwangu. Ninaomba ukaribie kwangu, karibia kwangu. Roho wa Bwana uliye mwaminifu, usiyedanganya, usiye na mawaa, usiye na upotofu, karibu kwangu, karibu kwangu, karibu kwangu. Tengeneza makao, tengeneza makao ndani yangu. Kuanzia leo, kuanzia leo, uniongoze wewe, unitumie wewe, unisimamie wewe. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana uliye mwaminifu, uliye mwaminifu, karibu kwangu, karibu kwangu, karibu kwangu. Nina uhakika ukiwa ndani yangu yote yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana. Niliandaliwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu, yanawezekana. Yale ambayo yaliibiwa na adui yanawezekana wa kurudi tena, yanawezekana wa kurudi tena. Yale ambayo yalichukuliwa na maadui zangu, kuna uwezekano wakiwa ndani yangu. Nina uhakika wa kuyatenda mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tuko tayari, Roho Mtakatifu, kutuhudumia kwa kadri ya mapenzi yako, kwa kadri ambavyo ulitaka, kwa kadri ambavyo ulitaka, kwa kadri ambavyo ulitaka, kwa kadri ambavyo ulitaka, kwa kadri ambavyo ulitaka. Uliona pale unijalia neema iwe ya utumishi wa aina yote ile, iwe ya utumishi wa aina yote ile. Anafanya kazi 24 hours. Saka peka tuli hapa. Flaming fire. Siamenta mapakatua. Rapakope kate. Repakosikatelia. Shane makatolia. Rapakape katia. Hinemeketelia. Rikosiataya. Roho Bwana ujuu yetu. Roho Bwana ujuu yetu. Na moto wako ujuu yetu. Na moto wako ujuu yetu. The flame of Holy Spirit. The flame of Holy Spirit. The flame of Holy Spirit. Flaming, 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 flaming fire. Flaming of fire. Shapakape. Tepekatapakatua. Rapakapekataya. Hinepekepuataya. Rapakantoliataya. Shadipakataya. Hanementaya. Rapakataya. Hinementaya. Rapakatiliataya. Hinepeketua. Kaliabakaya. Huo moto, huo moto, huo moto, huo moto, huo moto, huo moto. Huo moto wa Roho Mtakatifu, huo moto wa Roho Mtakatifu walioweka makao kukuharibia, wakasababisha Roho akaondoka ndani yako. Acha Bwana wadhihirishie ya kwamba Roho wa Bwana amerudi, na sasa huu juu yako, na sasa huu juu yako, na sasa huu juu yako. Walioizarau karama ulionayo, walioizarau neema ulionayo, walioizarau ile zawadi ya kipekee Bwana aliyokupa, acha waone ya kwamba Bwana amerudisha tena, Bwana amerudisha tena, Bwana amerudisha tena. Anasema ni nani aliye tayari nimtume yeye? Ni nani aliye tayari nimtume yeye? Ni nani aliye tayari nimjaze Roho wangu nimtume yeye, aende akakamilishe mambo yangu ambayo alikuwa amepotezwa na adui. Ni nani huyo? Ni nani huyo? Roho Bwana anamhitaji, Roho Bwana anamhitaji aende mahali
alistahili aende viwango, ila akazuiliwa na baadhi ya roho za uadui zikamzuia, zikamlimiti. Sasa roho anasema ninamhitaji niweze kumwinua, kumpeleka viwango. Yes! Holy Ghost! Holy Ghost! Come for me! Come for me! Come for me! Come for me, Holy Ghost! Come for me! Come for me! Come for me! Sasa, wila roho Bwana zama ndani yako. Shede peke tuata. Shede kopeke tena. Wiko kosinia. Malas kopeke tena. Rapa kopeke tena mata. Yeah. Yamenya mkono wangu mwendeleza madhabahu. Kuna sehemu ambapo unahitaji uende, but you need something. You need spiritual help. Na msaada wa kiroho unapatikana kwake Mungu peke yake. Hawezi kuupata kwa mwanadamu. Hawezi kuupata hata siku moja kwa mwanadamu. Hawezi kuupata. Hawezi kuupata. Wakati huu ndani yako ndio kumwambia roho, karibu ndani yangu mtakatifu. Karibu ndani yangu Roho Mtakatifu. Karibu ndani yangu Roho Mtakatifu. Mungu, kama uishivyo Baba wa mbinguni, kama uishivyo, kama uishivyo, inaomba majira sai Bwana, hao watu walioko hemani mwako, kuna sehemu ambapo wanataka kwenda, kuna mahali ambapo wanataka kufika, ila peke yao hawawezi. Wapo ambao wanaomba karama tofauti tofauti na neema tofauti tofauti, lakini wanataka kupiga hatua waende mahali. Peke yao hawawezi Mungu. Kwa jinsi ya kawaida hawataweza kwenda. Mungu umenisimamisha hapa kwa sababu ya kuombea. Sehemu ambapo walikuwa wamekwama, sijui ni sehemu gani, sijui ni eneo gani. Inaomba moto wako wa Roho Mtakatifu uingilie kati na ukaondoe vizuizi na hizo limitation katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Naomba Mungu wa msalaba, kama uishivyo, kila ambacho kilikuwa kimezuiliwa, kilichosimama kama kizuizi kwenye kila eneo, sehemu ambapo alikuwa anakuhitaji, halafu akuona kwa ule muda, inaomba Roho Mtakatifu ukaingilia kati, ukaingilia kati, ukaingilia kati, ukaingilia kati, ukaingilia kati, ukaingilia kati. Sheliko pekatiata. Holy, you are signing your people. Na bila wewe hakuna ambaye anaweza kufika kule unakwenda. Roho Mtakatifu anaweza kuongezeka ndani yake, na huo moto ukajaa ndani yake. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana akaheshimishe kusema kwako, kunena kwako, kila ambacho unakihitaji kwa Mungu kikatimie, in Jesus name. Naomba unyoshe mkono wako huko juu madhabahu. Kuna mtu ambaye nasikia ndani yangu amezarauliwa kwa muda mrefu. Mungu anataka kumfuta fedhea. Mungu anataka kumfuta fedhea. Mungu anataka kumfuta fedhea. Mungu anataka kufuta machozi ya hasara ambayo alituma waja wako. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni uliye hapa, ninakushukuru kwa baraka zako. Asante Yesu kwa ukuu wako. Watumishi wako walioko mahali hapa, yule ambaye ametupiwa roho ya dharau ili kusudi aweze kudharaulika popote ambapo anapita, Mungu ninabadilisha hayo maneno na hiyo roho katika
jina la Yesu. Ikawe roho ya heshima, ikawe roho ya heshima, ikawe roho ya heshima kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Father, I glorify your name. Ninaombea baraka zako, ninaombea neema, ninaombea mapenzi mema, ninaombea ukuu wako uweze kutimia katika jina la Yesu. Waongoze asubuhi, mchana na jioni. Mungu uwe ndani yao, uwe moto wako uliosama ndani yao. Mungu ninaomba usipungue Baba, wape neema yako waweze kutunza, waweze kutembea katika wewe siku zote za maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, mshangilie Bwana Yesu.